Mtazamaji wangu, sasa imewadia ule muda na kuambia siku zote, chukua simu yako ya smartphone, rekodi story, tutumia alafu tutakupanga. Sasa manake hujafanya hivyo, kuna huu bwana amefanya hivyo, sasa wewe nyamaza, mwagize lako jicho na sikio, tumsikilize. Sasa hivi majuzi mji wa Eldoret umezindua mfumo wa matumizi ya taa za barabarani na kuibua misisimuko. Hata hivyo, baadhi ya watu wanataka mafunzo kuhusu matumizi ya taa hizo sawa na watumizi wa magari na wale wa pikipiki. Walter Nyambati ndiye anayetupambia sehemu ya ripoti yako hii leo. Karibu Walter. Siku chache tu baada ya kaunti ya Uasin Gishu kuzindua rasmi matumizi ya taa za trafiki katika jiji hili la Eldoret, tumeweza kuingia katika mtaa wa jiji hili kuweza kujua uelewa wa wananchi kuhusiana na matumizi ya mataa haya ya trafiki ambayo yameingia katika jiji hili la Eldoret. Kwa serikali ya kaunti ya Uasin Gishu, kwa sababu tunaona ni hatua ambayo inaonyesha kuna kazi inaendelea. Ya red inaonyesha usiende, alafu hiyo ya chini inaonyesha tulie kidogo, unaenda slow motion kidogo. Green ikionyesha unaenda. Ni mzuri serikali ifundishe watu wale ambao hawajui, kwa maana kuna wale ambao wanajua na kuna wale ambao hawajui. Bado ni challenge kwa watu wetu kidogo, kwa sababu watu wengi wanatoka mashinani na unapata ya kwamba kuna watu wengi ambao hawaangalii juu, kuna mataa juu. Watu wetu wamezoea sana kuangalia mbele, so tunapata challenge, tunapata inapohakisha green ama ihakishe red, unaona bado kuna challenge ya watu kwenda, watu kusimama, lakini as time goes tunaona traffic marshals ya county na wa polisi pia wa control. Licha ya ujio huu mpya katika kaunti hii ya Uasin Gishu, wenyeji wengi ambao tumezungumza nao wanasema kwamba serikali ya kaunti inafaa kuwapea mafunzo zaidi jinsi ya kutumia taa hizi za trafiki ambazo ndio mara yao ya pili kuingia katika jiji hili la Eldoret. Sam Nyambati, NTV Mashinani, kaunti ya Uasin Gishu.